Karibuni kwenye banda la Tume ya Utumishi wa Mahakama. Naitwa Steven Ephraim Sumari, ni afisa kutoka Tume ya Utumishi wa Mahakama. Tuko hapa kwenye banda hili la Tume ya Utumishi wa Mahakama kwenye wiki hii ya utumishi wa umma ili kuhakikisha kwamba tunawajulisha wananchi nini maana ya Tume ya Utumishi wa Mahakama, faida zake kwa wananchi, lakini mwananchi ananufaika vipi na uwepo wetu hapa katika wiki hii ya utumishi wa umma. Tume ya Utumishi wa Mahakama ni mamlaka ya ajira na nidhamu. Tunaposema mamlaka ya ajira, namaanisha kwamba tunaajiri watumishi wote wa mahakama kuanzia ngazi ya hakimu mpaka msaidizi wa ofisi, na mwananchi akishaona ajira hizo tulizotangaza anaomba na akiona ana sifa zinazotajwa pale. Lakini hatuishii tu kuajiri, tunasimamia nidhamu za wao watumishi wa mahakama. Kwa hiyo mwananchi anapokuwa ana malalamiko kuhusu ukiukwaji wa maadili wao watumishi wa mahakama, basi anawasilisha malalamiko yake kwa Tume ya Utumishi wa Mahakama. Lakini pia Tume ya Utumishi wa Mahakama katika kuhakikisha kwamba tunaiendeleza hii kauli mbiu ya wiki ya utumishi wa umma ya kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu, Tume ya Utumishi wa Mahakama imefanya maboresho makubwa sana kwenye utoaji wa huduma zake. Kwanza katika upande wa ajira zetu kwa sasa zinafanyika kupitia mtandao, na mwananchi anafanya usaili ule kuanzia hatua ile ya awali ya maandishi mpaka hatua ya ana kwa ana. Anafanya usaili ule akiwa katika huko alipo kupitia vituo vyetu vya mahakama, vituo jumuishi na vituo vingine tunavyokuwa tumevichagua kwa wakati ule. Kwa hiyo mwananchi hana haja ya kusafiri tena kutoka alipo kuja kufanya usaili kwenye ofisi zetu zilizoko hapa Dodoma. Lakini pia kuhakikisha kwamba tunaendana na maendeleo ya serikali inavyoenda kwa sasa kwa maana ya kimtandao. Tume ya Utumishi wa Mahakama iko kwenye mchakato wa kuanzisha mfumo wake, mfumo wa Redmis. Huu mfumo ni kwa ajili ya kwanza kupokea malalamiko ya wananchi kuhusiana na ukiukwaji wa maadili wa watumishi wa mahakama, lakini tu sio kupokea malalamiko ya kimaadili. Hata kwenye mazoezi yetu ya ajira tutakuwa tunatumia huo mfumo wa Redmis, na soon utakamilika, na ukikamilika basi wananchi wataweza kutumia mfumo ule kwenye kuomba ajira zetu. Lakini pia kwa maana ya Tume ya Utumishi wa Mahakama na muundo wake, sisi kiongozi wetu mkuu ni Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, lakini pia kuna viongozi wengine ambao wanaiunda ile Tume ya Utumishi wa Mahakama, akiwemo Jaji Kiongozi ambaye ni mjumbe, kuna makamishina wawili wa kuteuliwa na Rais, lakini pia tuna Jaji wa Mahakama ya Rufani ambaye pia ni mjumbe kwenye kamati ile. Tume ya Utumishi wa Mahakama kwa upande wa majukumu yake, Tume ya Utumishi wa Mahakama jukumu lake la kwanza ni kumshauri Rais. Tunamshauri Rais kwenye masuala ya uteuzi wa majaji, manaibu wasajili, lakini pia kama mtendaji mkuu wa mahakama. Lakini hatuishii tu kumshauri kwenye upande wa uteuzi ule, pia tunamshauri pale tunapoona kwamba mteule yule aliyeteuliwa na Rais hawezi kuendelea kumudu majukumu yake kwa sababu zozote zile ambazo zimetokea, labda wakati akiwa anateuliwa alikuwa na uwezo, lakini kwa sasa hawezi kutimiza majukumu yake, basi tunamshauri Rais nini cha kufanya. Lakini pamoja na kumshauri Rais, Tume ya Utumishi wa Mahakama pia inapokea malalamiko na kuyachakata kwa maana ya kuyapitia, lakini pia kutoa maamuzi pale kunapokuwa kuna ukiukwaji wa maadili. Lakini pia Tume ya Utumishi wa Mahakama kama nilivyosema awali, Tume ya Utumishi wa Mahakama inaajiri. Kwa hiyo lakini pia pamoja na kuajiri pia inafanya promotion za watumishi wote kwa maana ya ngazi zote zile nilizozitaja kuanzia hakimu mpaka msaidizi wa ofisi. Lakini kwa hapa sasa mwananchi tunamwambia nini kuhusu hii Tume ya Utumishi wa Mahakama? Pia Tume ya Utumishi wa Mahakama imefanya maboresho makubwa sana kwenye mazoezi yake ya ajira tunazokuwa tunazitangaza kupitia tovuti yetu ya Tume ya Utumishi wa Mahakama.
Sasa hivi mwananchi ataomba ajira zetu tunapokuwa tumetangaza kwenye mfumo, na akishaomba kwenye mfumo, yale mazoezi ya usaili wa awali na hata ule wa ana kwa ana atafanya kwenye maeneo yake huko aliko. Kwa mfano, usaili wa maandishi, msailiwa atafanya huko alipo kwa maandishi kupitia kompyuta ambazo tutakuwa tumeziandaa. Ule mfumo ni mfumo bora sana na ni mfumo ambao huwezi kuupata popote bali hapa Tume ya Utumishi wa Mahakama. Msailiwa pale atafanya usaili ule, atajaza yale maswali na kuna maswali saa nyingine 1 mpaka 20. Kwa mfano, swali la kwanza msailiwa yule amejaza, amefika swali la 20, anapomaliza tu kujaza swali lile na kusubmit pale atapata maksi zake na kujua amepata alama ngapi. Itamwezesha mwananchi kujua, je, kupitia alama hizi nilizopata, je, nina uwezo wa kuendelea au kutokuendelea. Lakini pia usaili wa ana kwa ana ule tunaofanya kupitia video conference, mwananchi anakaa kule kwenye vituo ambavyo tutakuwa tumeviandaa, anafanya usaili kule. Kwa hiyo imempunguza gharama kubwa sana za mwananchi kusafiri huko aliko kuja kwenye ofisi zetu za Tume ya Utumishi wa Mahakama. Kwa hiyo ninawahimiza wananchi kuendelea kutembelea tovuti zetu za Tume ya Utumishi wa Mahakama ili pale ajira zetu zinapotangazwa waweze kuziomba. Lakini pia unapoona kuna ukiukaji wa maadili popote, kwa maana ya hakimu aidha anahukumu kesi akiwa amelewa au anaahirisha kesi bila sababu za msingi, lakini pia kuna viashiria vyovyote vya rushwa ambavyo unaombwa wakati wa mchakato ile ya uendeshaji wa hukumu, basi mwananchi, karibu Tume ya Utumishi wa Mahakama, wasilisha lalamiko lako na litapokelewa, litafanyiwa kazi. Na kama uko mikoani, basi utawasilisha kwenye kamati zetu za maadili kule kwa mujibu wa sheria, na zitafanyiwa kazi na kuchakatwa, na wakimaliza kuchakata yale malalamiko yako, basi watayawasilisha huku tume kwa mujibu wa sheria, na sisi tutayashughulikia na wewe mwananchi utapata haki yako. Lakini kama nilivyotangulia kusema awali kwamba mfumo wetu uko katika hatua nzuri na utamwezesha mwananchi huyo kuwasilisha malalamiko yake kupitia mfumo huko halipo bila kufika kwenye ofisi za Tume ya Utumishi wa Mahakama. Kwa hiyo hayo ni maboresho makubwa ambayo tume inayakamilisha na iko katika hatua nzuri kukamilika, ili kuhakikisha kwamba tunamhudumia mwananchi na kumhakikisha tunampunguzia gharama mwananchi kwenye mazoezi ya ajira na hata uwasilishaji wa malalamiko yake, asianze kwa kusafiri au kuja kwenye ofisi zetu za tume. Lakini tuna kamati zetu za maadili ambazo zinafanya kazi. Kama nilivyotangulia kusema awali, Tume ya Utumishi wa Mahakama iko hapa Dodoma, ina ofisi zake Dodoma hapa, lakini kwa mikoa yote Tanzania tuna kamati zetu za maadili ambazo zinafanya kazi kule kwa niaba ya tume. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Zile kamati za maadili zinaiwakilisha tume, na mwananchi anapokuwa ana lalamiko lolote, basi anawasilisha lalamiko lake kule kwenye kamati zetu za maadili. Kamati zetu za maadili zipo za mkoa na zipo za wilaya, ambazo zile zote zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Lakini sio tu kamati zile za maadili za mikoa na wilaya ambazo hizo zinamgusa mwananchi moja kwa moja, lakini tuna kamati za maadili zingine za majaji, lakini kamati za maadili pia za watumishi wa mahakama. Kwa hiyo ninamuhimiza mwananchi pale anapokuwa na changamoto yoyote katika uendeshaji wa kesi zake na akagundua kwamba kuna ukiukwaji wa maadili katika mwenendo wa kesi ile, iwe imeisha kesi husika au bado haijaisha, basi awasilishe malalamiko yake kupitia ngazi za mkoa na wilaya kwa mujibu wa sheria, na kuhakikisha kule anaoshinda na vithibitisho vya kuonyesha ukiukwaji wa maadili uliotokea katika uendeshaji wa hiyo kesi yake. Nashukuru sana. Karibuni sana kwenye mada letu.